Haya, majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV, kipindi ni habari na maelezo. Katika yale ambayo tutajadili kwa sasa hivi ni kutoka kwa wazalendo Luvungi, tatizo chanzo haswa ni nini? Kuna mipango gani hapa kati ambayo inajificha? Tutapata nafasi ya kuzungumza na kamanda Dawa ya Panya, tutamsikiliza kama atakuwa yuko tayari, na pia Rubaya bado okolewa, tofauti na mnavyosikia bado hatujaingia Rubaya bwana, na ni maswali ambayo wengi pia wameniuliza kwamba eski wazalendo wafarisi washaingia Rubaya. Jibu ni bado hatujaingia Rubaya. Mauaji, ubakaji Zibira, raia wanalalamikia M23 kuendeleza vitendo vya uhalifu huku wakiwaiba watu simu, vifaa vyao, na imekuwa ni hatari sana kwa wakaji wa Zibira. Kuhusiana na tetesi ambazo unazisikia kutoka Kisangani, viongozi wa mahali bado hawajatoa taarifa kuhusiana na uharibifu ambao ulifanyika Kisangani baada ya drones ambazo ziliangushwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangoka. Na hivyo inasemekana kwamba shambulizo hilo lilitokea kwa upande wa Rwanda, huku wakiwa wanashirikiana na magaidi wa M23. Hao target yao ni Kisangani. Kuna kitu ambacho wako natafuta. Niko na Rafael Roger Seko. Naam, tuko tena ndani ya studio ilikuja na kipindi. Ya, kabla kwanza hatujasonga mbele zaidi, ngoja tuone, tutafutane kwanza na kamanda Dawa ya Panya hapa ili tuweze kusikiliza mawili matatu, maana naye pia aliweza kuzungumzia ili swala la wao kuweza kuondolewa kule Katogota Luvungi. Huku tukiwa tunasubiria kamanda Dawa ya Panya kuhusiana na hili swala la kuondoka kwa wazalendo maeneo ya Luvungi na kurudishwa maeneo ya Runingu. Kuna pointi mbili ambazo komandari Region yeye alizivoke hapa. Ndiyo. Alizungumza kwamba tunakwenda Luvungi kwenda kufanya identification, twende kuidentifie wazalendo kwa sababu kuna perjeme yao yenye iko na hatuwezi pana vitu en vrac hivi, lazima twende tufanye identification. Hiyo ni point ya kwanza, lakini kenye alificha na ambacho pia na yeye siwazi kama atakuwa nakijua ni kwamba wazalendo hawatakiwi kukaa kumpaka na Rwanda. Unaona, wazalendo hawatakiwi kukaa kwa mpaka na Rwanda kwa sababu katika mazungumzo yote ambayo yako yanazungumzika kule, Rwanda ina wasiwasi kusema kwamba ilfua Kamanyola RDF ikitoka Kamanyola, wazalendo wakiwahi kuingia Kamanyola, destination ya kwanza itakuwa ni Bugarama. Ndiyo. Na kuna wakati pia niliwahi kumuuliza hivi Dawa ya Panya, eski mnaenvisage mkifika Kamanyola mtafanya nini? Sababu hilo si akasemaga ni siri. Hiyo ni siri, hatujui, lakini bingine bitajulikana huko mbele ya safari. Sasa armée na commandement général na ba politicien diplomatie hiyo inafanyika avec tuseme sio comportement mbaya, lakini avec ile hamu ya mzalendo iko nayo, susi colère na vitu gani, atajikuta anaingia Bugarama akifika Kamanyola. Sasa ili kuevite hiyo yote, kwanza ilifo mzalendo akae nyuma ya FARDC, kisha wakati wakiingia Kamanyola mzalendo batamsogeza kidogo, kama ni Sange anaishia pale Sange, kama kuko operation yenye atahitajika ndo anaitwa. Nafikiri hizi ni moja kati ya sababu kubwa za kufanya mzalendo aweze kurudishwa nyuma. Haiko seme kwa nia nyingine tofauti, kwa vile ambavyo mimi naelewa hii ni moja hapo. Na hii unakuonyesha kwamba Rwanda kwa yale yote ameshawahi kufanya, aliua wananchi wengi sana Kongo,
anakia ona isije seka mgeukia sasa kwa upande wake. Ngoja tumpokee kamanda hapa. Kamanda karibu bwana, na habari za midai? Salama ndugu, tunashukuru Mungu kidogo kwa kutulinda na kutuamsha. Na pole sana na majukumu bwana. Nasikia unalalamika sana. Mimi siwezi panda myo gari kamazi bwana. Ni shida sana. Ukikataa kupanda mgari. Shida sana ndugu yangu. Kwa sasa situation iko aje sasa? Ni ya kwanza tunamshukuru kwanza tu Mungu kwa ile tu uzima anafuatia na kuendelea na kufuatilia situation ya security mu territoire ya Uvira, usate mu vile ya Uvira na kandano mu plane humu nituko. Ndugu journaliste, ni kitu kilitushangaza sana basi ya kungumana. Unaona? Ni kitu kinatushangaza sana kwa sababu hakuna mkongomani mwenyewe anaweza kutatani kwa kutosha kulinde flow wakwambie urudie kuingine kilometriage hayakuwaka ndipo tuanza kupigana vita. Ndio journaliste. Leo ukiangalia tunaanza kupigana na adui Kiburu. FARDC alikuwa anachokozea adui. Bado wanaanza kumpertibia adui, makalkili yake ilikuwa ni sio wazalendo. Na tukao tunamia mtu na tumchokozea mtu. Tukao tunapigana na adui. Na ndipo tunafika mwanzo, tunafika Sange. Tuliingia Sange, atukuchokozana na raia, atupigana na raia, tuleshimia raia, tunaprotege raia. Sisi tunaingia Luvungi, tuprotege population yetu na tunafanya kazi ya security kama kawaida na tunaendelea kuchunga mipaka yetu ya nchi kama kawaida. Sasa leo komanda Rejo Akunda sende kwa mtandao wa Kongo. Mtoke, upande mkamio mwene mnisinge. Connection ni mbaya sana. Connection kuna katakata. Wema ile kauli ni kauli yenyewe ilikuwa watu sana watu. Yani tuseme kwamba ya kauli za komanda region ndo ziko zinatoka bila mipangilio. Tushaongea hivi mara mingi, kwa nini asiwatumie viongozi wenu kukomunike? Iko natoa komunike hadharani, au ni kutokana na kwamba na nyinyi pia wakati mmoja mnakuwa hamsikilizi viongozi wenu wakitoa kauli ama? Mtandao bado unasuasua, lakini tamtafuta tena kwa sababu hapo kuna kitu hapo ambacho inabidi atufafanulie vizuri. Atufafanulie vizuri. Ngoja kwanza tupunguze kwanza hizi hapa tuweze kuongea na kamanda dawa ya panya. Unakuwa vitu wenye wazalendo na wao pia hawako wanavitekeleza vizuri. Ndio, na huko wengine derapage yenye FARDC iko nafanya kwa upande wa wazalendo. Ndio mfano hii yenye ilikuwa ya dimanche huko Luberizi. Tumerudia pale, naona connection kama vile sio nzuri sana, lakini nakusikiza. Sio kama unanisikia pia? Ndio ndugu journalist, sisi wazalendo tuko nile regret nguvu sana. Kama langaji yake kuparade anasema kwamba murudie Mungu, niko na motivation yenu kiloko ile natoka kwa chef de l'etat itawapatia. Kuna wazalendo nao wenyewe wanachikuta kweli kama kwenye chef de l'etat atukumboa kweli kiloko. Huo wenyewe waliheshimia, wakaenda wakachunga, wakarudia wenyewe wanataka kuchunga leo mpaka wanachoka, wakarudia tena. Sasa leo General James aliamua kutuletea message kusema kwamba komanda
Uliambia masoda watoke kwa mingi, utawapatia nani sabuni yenyewe natoka kwa chef de l'etat. Iko wapi makuta yetu? Eske unaikula wala anakuwa convoqué pour region ile? Naonesha nini? Manake mtu kama anafanya vibaya tusiseme, tunataka mwesekirite ndio journalist. Hiyo kitendo niliongea na komanda James Fay Kadui na alisema pesa zilipewa komanda wa unité special Ngoma Nzito, lakini walipomuuliza Ngoma Nzito akasema hajapewa pesa. Kwa nini kuna mwingiliano wa maneno kati ya wazalendo na FARDC? Selowe, unaona ni commandement ya region ama kuko vingine venye avyoeleweki mzuri? Mimi nashukuru sana. Unaona kazi ya arme, kila mtu yuko anatafuta connaissance yake na kila mtu yuko anatafuta kwenye atajiinstale bien. Unaona? Aba wa general yetu tuko nabo. Ni banafiki. Mtu anajita general huko juu ya population, huko juu ya kudefend le pays. Ile matope yenyewe tuliingiaka tena kwa Chivira. Ile matope yenyewe Chivira alitungiza ndani. Ndio niko wanapenda tena wapate wa komanda region. Parce que kama tuafungula akili kwa Chivira gisa tumpataka confiance, ndugu journalist. Uangalie confiance kwa general makana kibote tulimpata Chivira kumgongo. Nani mzee William hakuwa anapendaka waseme Chivira mbaya. Leo Chivira tufanya alisambula makana ni sio bupleno. Anasambula makana ni sio na nakimbia. Ndugu journalist, confiance tulimpatia Chivira. Sasa wakoma ba general unajikuta kila mtu iko anapenda akulie kwa nafasi yake. Akile connaissance kwa nafasi yake. Unaona? Kama mie fulani niko hapa sita mwabati komanda region parce que kama mimi naenda ku region hata nipatia mashila hata nipatia mission. Julisa kwa mwabati. Kama unamuonesha makosa yake, nini wanaogopa? Tuko tunapiganaga na hatuna silaha na tunapata silaha kupitia adui. Sasa leo inakuwa ifo kujishusha kwa miguu ya komanda pour que akupatie vitu. Ni vitu vinatuuma sana. Ni vitu ndio kitu kenye kinafanyika kati aba generali basa ndiza wa generali akizalendo. Ndio sisi kwa kitu hapa kana mtimoya. Inakuwa kila mtu akule njia yake. Hivi unaona kumetoka barua kwa komanda wa unité spéciale Ngoma Nzito ya kumsuspendre James Fay Kadui comme porte-parole. Eske hii haiko faso ya kufere wazalendo msukue mnaongea baba fungishe midomo? Ndio journalist tunalia motif. Naona pale kwa wale document anaandika motif jana ujue kwa transmettre ile ujue general James Fay kwa transmettre. Aba seni vingine wote wanasema ile document ile wanamsuspendre general James. Ujue ile ujue ndo wanakize kwa ile message kwa ile copy yenyewe iko inaandikiwa na general Ngoma Nzito. Ni kitu kinatushangaza sana, lakini ndugu journalist. General James akulomba pour intérêt yake. Ndio wazalendo wote. Akuongea kwa intérêt yake James. Ndio kile kileta na kilimfikisha bana Zozana na nani na Omar na Mtaga. General Omar na Mtaga alikula kivyake juu ya chivi na bandani dakika wakie. Sasa James nana katala sema nie nani gasika hata wakie hapa. Ilibidi wanakosa vile mu opposition. Ndio nasema usipige risasi juu ya nani ya gasika. James anapiga. Sio vimetosha ile mizozano. Na ndio hii ndugu journalist. General James akuongea mbaya. Kama hii maana risasi ya message ya audio, unaweza kususpend ile mtu. Ile kitu kisha kuwaka. Ole kumpatia hata avertissement. Uko komanda, unapaswa kupatia mtu avertissement na kupatia avertissement. Comme porte-parole na mimi comme chef wako wa unité spéciale. Uache kama unataka kuongea, uache singe tukupatie access au kusema utaongea kitu ongea. Usiongee kitu cha wewe peke. Hapana. Ndio ile ndugu journalist. Ile message Indonesia Wewe suspension yako provisoire. Bazalendo.
Okay, kuna nini ambacho utazungumza na wananchi wa Uvira hivi, kwa sababu dunia mzima inachukia kwamba mmefukuzwa kule kulinyi de front, huko na message gani ya kuna sisi? Ndugu yangu na Kongomani wanasemaka kivimba kama kinaanzaka polepole na mwisho kinapasuka. Si hata watoto kiloko benye tutafungiwa fasi wase mtekala hapa amuta kujapana. Sana kibanya na tuangalie mwisho wao na idea yao iko ni nini. Najua tunawapatia sisi tuko tunakalikile ni siku kama hii njia kama Kamanyola 2000. Wakati tunasema usipo iko mingi ndio journalist. Usipo wanakuwa adui iko ataka kujiondoa Kamanyola. Sasa mara anajiakiza nasema yule kama mnaingia Kamanyola mtapita directeur hapa bwana. Sisi tunataka watu sinia Kamanyola tujirasire sécurité à bien pour que sasa na mwe tuweze apelisi sasa mwenda mbele. Sema hapa Kamanyola mu mwanzi. Bishirani mko napi? Mtapita mpaka kwa Kagame mtaenda ku nafikiri nafikiri ndio hilo pia nilikuulizaga hilo swali. Je, mkifika Kamanyola mtafanya nini? Ukasema hiyo ni siri yetu. Sasa commandement general inajua bien mkifika Kamanyola hamtabakilia pale, lazima mtadeborde kwenda Rwanda. Ndio maana wanabarudisha nyuma. Haya, inabidi mvumilie kwanza kwa wakati huu. Ndio ile ndugu journalist, si hata wanakufunga tuko watoto kiloko. Tukiona kama na watatu waka msesele ba journalist anakuambia mtasikia tutamata msetoka para ni moyo umebaki. Ndio akula la Valère Nseng. Hakuna matatupata tujivia sema mtapita hapa. Tuchukue kama ni plus 1000 personnes 2000. Sio wote msafara twende. Tunaanza kuongozana tuone Sodala kapiga risasi pembeni kula sema mtapita hapo. Sawa? Aanze kuwa dola story yote hivyo wabakia wazima. Ndugu journalist. Tuko nguvu. Sio tuko na besoin de libération ya nchi. Ndio tuko na besoin ndugu journalist. Tuko na besoin de libération ya nchi. Okay. Bwana kwa sasa kwanza na tuishi hapa na kushukuru. Mengine tutongea kwa wakati wetu mzuri. Oho, komanda dawa ya panya. Unamsikia? Ndio tumemsikia sana, amezungumza kweli. Suspension James Shekadu uende kwa provisoire tu, ni audio. Ni karatasi imeandikwa iko suspend. Est-ce bandika provisoire ma suspend? Bandika provisoire. Bandika iko suspend. Sasa. Jusqu'à nouvel ordre. Bon, administration ndio hivyo. Ukiambiwa tu tu suspend jusqu'à nouvel ordre. Donc hapo sasa we uko deja kikurupu. Unakaa tu mpaka nouvel ordre kikuya sasa zima unaweza suspension unaweza kwa lever. Est-ce que zinakuyaga? Nouvel ordre zikuyaga. Nyingine analize kupitia hiyo ambayo anatoka kuzungumza hapa kufuatana jinsi kuko ile hasira wazalendo kusema kwamba wanaweza wakapiga nao advantage wakaongeza mpaka Bugarama. Hiyo itakuwa vizuri tu, itakuwa ni violation ya ma territoire. Hiyo ni violation violation de consigne tu consigne. Accord kwanza ya Washington Doha na pia violation ya accord ya Nations Unies. Congo ni membre non permanent wa Nations Unies. Ndio. Chelewa. Kwa hiyo si tuko ba responsable. Atuko ba voyou saba ba regime ya Kigali, ba Uganda, ba Kenya. Non. Tuko ndani ya Conseil ya Nations Unies, ba membre non permanent. Parmi 16 membres non permanent. Malgré que Congo kisema sasa viole makoro. Eske tangu hizi akoro zisainiwe Rwanda haijawahi kuviolesha vya mingi sana mpaka masanctions zinatafuta kamato na Marekani. Kuna mwimbaji mmoja anasema hivi, anaitwa Ambwene Mwasong wa Tanzania anasema hivi, kuna wema gani kumfanyia yule unayempenda ama ndugu yako? Donc kama unampa parcele, gari, unamsomesha ndugu yako, ule wema hauna maana kwa sababu ni ndugu yako. Lakini fanya vile kwa mtu ambaye haumjui.
Sawa? Ndiyo. Ule ndo wema ambao utazungumzika. Kwa hiyo we have to be different. Haiko kwa sababu Rwanda ina viole kisha na sie pia tu viole. No. Lazima sie tuoneshe uwezo na majukumu yetu kama vile ba membre ba conseil ya Nations Unies. Si hatuko ba n'importe qui. Kongo haiko n'importe qui. Na lingine liko linanipita kidogo kichwani. Analyse kidogo ambayo nilifanya wakati niliona marepli ya Rwanda kutoka maeneo yote na hadi wakakuja maeneo wakaisha maeneo kama Kamanyola. Kikosi kimoja kufuatana na habari tulipata zikilipandaka Kaziba. Ya Kaziba pia isha shuka jana, walishuka banaingia Bukavu. Ndiyo. Niko najiuliza eske watatoka wote, na kama watoki wote baada ya kulibere mazone yote hata bakiana mamilise ba pro Rwanda betabakia male pori ambayo tutakaleta usalama mdogo kwa wananchi. Unaona serikali iko na mikakati yenye kuwa kamili. Hii vita ikienda kuisha Mkongo amtabakiaga milise yote iwe ni ba nationaux ama ba étranger, hawatabakiaga tena, kwa sababu ni vita ambayo inakwenda kumaliza shida zote. Kwanza ba pro Rwanda tuchukue ba FDLR na Ngomino Twigwaneo ba Redi Tabara, wale wote wataisha. Unaona? Ndiyo. Hii makundi yote serie bila RDF hakuna kitu. Ngomino wanani bila RDF hakuna kitu. Juu biko napata base arriere hapo ni wapi? Ni Rwanda. Unaelewa? Rwanda. Kama Rwanda iko bloke, hakuna access. Ndio maana commandement inaambia wazalendo wabaki nyuma. FRDC, unajua FRDC ni Armée Nationale. Ndio, ni Armée Nationale. Na kama ni Armée Nationale biko na façon yapo yenye biko instruit tofauti na wazalendo. Na aussi mwi Armée Nationale muko mainite zenye azoezi ikala pale Kamanyola. Sasa vile bagepard, Simba, abisi kala kuna. Unité zitekala Mkamanyola ni Ibu peke yake na bagate Republicaine. Bali ndio wataingia Mkamanyola. Na lingine na kujiwaza, wazalendo hakuna mtu mwenye alibahitaka bakie saidia nchi. Ni roho ni Felix ndo alibaita. Hapana, ni reconnaître njo. Uko reconnaissance na kubaita. Juu mtu anaenda ku reconnaître na sikuita. Hapana, ni reconnaître kama ni wazalendo bako. Eske una reconnaître kama president ni Felix? Na reconnaître president ni Felix. Eske Felix ya reconnaître kwamba iko na dirige ba Congolais na muko ni mtu register? Akujui. Nijui ndio. Mimi najua iko na dirige ba Congolais. Ndio najua kwa dirige. Siko reconnaître kwa ile. Ndio kwa reconnaître. Akifera appel sasa kwako. Roger kuingia mu ministère. Pale ni sawa, lakini donc ali reconnaître ba wazalendo kisha akafera appel mkuye tupigane. Kuchia mu ministère. Najua pale vile unasema ile kuchia mu ministère. Maana yake unasema mwile kitengo cha rade. Rade ilikia kuwa wazalendo washaka kuwa zamani. Na bali kwa zamani ni jina tu libadilika. Mai mpaka inakia kwa uzalendo. Na hiyo unakutosha kwamba muzalendo hakuna mtu mwenye alimuita. Ni envie. Ni ile kupenda uchungu wa nchi. Uzalendo. Mai alisirika. Ndio. Mai alisirika. Apre kusirika tia akawa anapigana huko tena anapigana na nani? Na serikali. Ndio hapo sasa wengine watu wanashindwa kuelewa. Mai sio mtu asema alisirika. Sasa vile tunasema kama raia mtomboki hapa. Raia mtomboki. Mai huko wao walikuwa wanasema kwa natosha maana yake kusema kwamba ni macho ionayo magumu ya nchi. Ndio mai. Ndio. Macho ionayo magumu ya nchi. Mai lipiaka ni apreza vile kuona majenocide mauaji yalifanyika maeneo mengi sana. Ndio raia akasema tutakuwa nakufa sampuzi hivi. Movement ya kwanza ya hapa Mai ilifanyikaga na mwambi ndio mwanataka kwanza ile tu. Na wakachanga makabila hapa kwa makaburi ya hapa Mulongo ndio wakabianzisha. Na ile ikapitana pia na ndio ikapitana kwa kama vile dawa na ndio ile ikapitana kwa na jina ya Mai. Unaona ile historia Mai. Historia Mai. Hiyo ni kidogo tu hapo vile, lakini historia wenda sina ubunifu mkubwa juu ya Mai, lakini niseme kwa ufupi Uvira ndio mimi nilionaga. Sina historia simi ilianzaka wapi ya nani ya Pierre Mulele alikuwa ministre wa enseignement. Uliona Mai mnaona sisi? Ya mnaona sisi? Niliwahi kuona
Si ndio mnaona si huko nasema hii ya hapa Uvira kisi watu waliuliwa kutemea mate mkinywa. Sasa kwa kifupi ni kwamba Mai Mai ni rebellion. Unaona? Ndio ni rebellion. Ni rebellion. Na rebellion kisi ulimensione pale jina la Pierre Mlele. Ndio baba wa rebellion. Ndio. Sawa? Na yeye ndo alikujaga na rebellion ndio wakaenda sasa ndo ba majimaji ndo wakaenda. Mai Mai Mlele. Mai Mai Mlele ndo wale ndio wakaenda Sasa hiyo sio mada, sio CG. CG hapa ni kwamba reconnaissance na appel. Ndio. Unaenda reconnaître mtu usimfere appel. Na mimi nikauliza sasa, eske rais aliwaita? Ndio aliwaita. Kivipi? Rais aliita wazalendo wa Mai Mai, sawa? Akasema ewan na reconnaître maiforo yenu. Ndio. Sasa tufanye hivi. Tokeni huko kwenye maficho. Mshuke mbarabara, tupigane sote pamoja, tupiganie nchi. Sema kumbe ndio hivyo Si bakaanza shuka sasa. Eske wakwanza kushuka Uvira watu wanashangaa, watu na mabunduki. Ni hakuna hata mwenye alibagusa. Wengine wakashuka zidi. Aya, bakaanza. Sasa ile pa sasa. Deja mu parlement basha tengeneza rade. Basha promulguer basha fanya ile projet loi bakaingiza mu parlement, bakaivote, rais akapromulguer, bakatengeneza deja coordination. Après kufanya vile, ide ya rais ilikuwa ni kutengeneza arme ya reserve. Kila nchi iko na arme ya reserve. Sasa après kutengeneza pale, ndio wasema tutafanya ba reserve gani? Hatuna tena budi ya kurekrute upya na tuko na magrupe ya arme. Objectif yake nini? Ilikuwa ni kureduire magrupe ya arme, kuchukua wale ba nationaux. Juu alikuwa na elewa kwamba ba nationaux wote lazima wataitika. Na c'est vrai. Magrupe armé zote ba nationaux bali répondre kwa appel ya chef de l'état. Mais ba étranger bali kata. Ndio tuko na mfano. Twigwaneho Android, ndio Redi Tabara, ndio tuko na ADF Nalu kule Codeco, unaona? Ndio wale wote walikatala juu ni wa étranger. Tuko na CRP ya Thomas Lubanga. Ndio Ile nani abiku ba Kongole. Bale ni ba Uganda na ba Rwanda ndio biko mu CRP. Ndio. Na bana chukua tu baadhi ya marionette ya ba Kongole bana ba faire intégrer mlindani. Na tiki yaka. Yeah. Angalia kule Ndombe bana ni hapa ba maneno ya kwa mtu. Ndio. Ba teke na yaka. Balitia arme chini. Ndio. Ni ba Kongole. Donc tout Congolais ana répondre kwa appel ya chef de l'état. Mais ba étranger aba répondre. Ndio maana leo tunaona rade ikatengenezwa sasa. Problème yenyewe iko hapa ni gisi ya kufere sasa avancer ile rade. Mule ndo muko politiki ulie ya kufanya vision gisi ilikuwa bana ianza kuipolitize huyu kwa watu yake, huyu kuna hivi, huyu na hivi. Maile yote ni kutokana na nini? Na mipangilio yenye chef de l'état akisimamia inaweza kukaa kwenye misingi yake jinsi inavyotakiwa iwe. Haya, ndio maana ndugu zangu, kama wazalendo wanafukuzwa, sio kufukuzwa, kama wanaondolewa maeneo ya plaine ya Ruzizi, ni kwa sababu wanataka washuke chini, wakati wazalendo wakati M23 watapigwa Kamanyola, RDF itajiondoa Kamanyola, wajikute kwamba ni FRDC ndio ya kwanza kuingia Kamanyola juu ya kusekirize. Ndio. Ili ndio objective, na hivi karibuni huu mwezi kama utaisha, mwezi unakuja Kamanyola iko na kuwa libere bila problem. Ndio. Sasa wazalendo hawezi ingia mule ndani juu atadeborde na wataenda fanya massacre. Tena chongevi wiki iliyopita. Watasababisha massacre na Bugarama. Ndio. Soit massacre sisi tukifanya avec les précipitations tuna précipiter kuingia mu Bugarama. Unajikuta kule ni masase. Juu wanajipanga mule pori yote muko na Barajefu. Ndio. Biko mule ndani. So itakuwa ni shida kwetu. Kwa hiyo tunaleta shida kubwa, ndio maana wanarudi nyuma, sio kwa ubaya. Kwa upande wa Rubaya, jamani, Rubaya bado hatujaingia Rubaya. Rubaya iko mikono ya M23, isipokuwa tunazunguruka Rubaya yote. Na muziki unaendelea kulindima risasi kubwa na ngoma bado iko inaendelea. Ndio. Na ngoma ni nzito sana. Kikubwa ni kwamba kuombea tu wazalendo na FRDC waendelee kufanya kazi kubwa ya ukombozi. Kwa upande wa Nzibira, M23 iko akize kubaka
kuiba matelefoni za watu, kufanya maovu ambayo Umoja wa Mataifa unakataa. So tuliongea na mtu mmoja kutoka Nzibira na iko na taarifa ifuatayo. Lakini majuzi hapa mwa siku 4 kumepatikana tena ka 3 za ubakaji zenye ziko zinafanyika na warugaruga wa M23. Haifurahishe sisi. Walikuja wakasema tunakuja kulibere population. Liberation ndo hii sasa. Liberation ni kukua tunabaka watu. Ubake bazee, mubake wa binti, mubake wa mama, hamuna heshima kwa mtu. Hamuna heshima kwa mtu ambaye Mungu aliumba. La vie humaine est sacrée. Ndio kisu inasemekaga. Hatutakubali mchezo, hapana. Tutaendelea kudenoncer. Kama hatuna nguvu sababu mko na silaha ya kuwashika, sisi tutasema kwa kinywa. Tutasema vinywa vyetu vitaongea na tutadenoncer. Hatutanyamaza. Hatutakubali Nzibira watu wakwe pietine kama vile mnajisikia, hapana. Hii inauma. Inauma. Unajua kama unapowaka mwanamke ulibaka mama yako. Ule mwenye alikuzalaka. Ile nafasi yenye uko unapita kwa kinguvu, unaingia unafanya uchenzi wako, uyue kama ni pale pale mamako alikutosha. Inauma. Inauma sana. Inauma hii mambo yenye iko napitika Nzibira. Mtu asipite tena na telefoni. Vijana wananyang'anywa telefoni kama sio mchezo. Yaani wananyang'anywa telefoni sana. Ukitaka kusema juu ya simu yako unapigwa risasi. Ukitaka kusema juu ya simu yako unageuziwa Kiswahili, unakuwa mzalendo, unapigwa kama nyoka. Haiko vizuri. Tunakataa sana uvamizi wa namna hiyo. Tunaikataa. Swala la Kisangani, shirika la ndege la CAA limeweza kususpend activities zake za kwenda Kishasa na sehemu zingine, ni kutokana na drones ambazo zilijaribu kushambulia Kisangani lakini zikapigwa na kabla zikapigwa na vikosi vya FARDC. Bangoka iko salama licha sa drone inapigwa ikianguka huko ile my class na rukaga na zenda zinakutushema vitu imebali. So dega materiel, dega zimen bado hazijakuwa identifié, haijatolewa ripoti rasmi kwamba nini na nini ambacho kimeharibika, lakini tofauti na suspension ya usafiri wa ndege, activities zingine zote Kisangani ziko sawa, na target ya zile drones za FARDC kuzivuruga zimefanya vizuri. Unajua Kisangani kuko babla pale. Ndio wazungu. Pale tuna wazungu Kisangani. Hata ukote muplene umote. Tuko na ba mercenaires. Ni siri taifa. Tuko na ba mercenaires. Tulikamata ba mercenaires wengine ba M23 na ni Makobola. Tulikamata wengine kule point zero. Bazungu ba M23. Ndio. Ndio mko makabila mingi mbele namu. So ndivyo nafikiri tushie hapo kwanza kwa leo. Mengine tukutane majira ya saa 12. Bye bye.